Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Micheweni ni miongoni mwa majimbo 50 yaliyofanya uchaguzi wa tarehe 28 na 29. Uchaguzi wa tarehe 28 yaliyotokea ni vikosi vya SMZ kupiga kura zaidi ya mara 5 hadi 7, vikiwamo KVZ, lakini pia jeshi la JWTZ kuwashuhudia wakiwa na magari yao kuja kuteremsha jeshi kwa ajili ya kupiga kura ya mapema, wakati ndani ya jimbo la Micheweni hatuna kituo chochote cha JWTZ ndani ya jimbo la Micheweni, lakini waliletwa. Lakini baya zaidi, kama ilivyoada, tulikuwa na wapiga kura wa mapema 1504 ndani ya jimbo la Micheweni. Kwa bahati njema, kwa mfano tu kituo cha Shumba mjini kilikuwa na wapiga kura ya mapema 6, lakini waliopiga kura zaidi ya watu 200 siku ya kura ya mapema. Mheshimiwa Mwenyekiti, kadri sisi mawakala na viongozi tuliokuwepo kwenye kura ya mapema tulipohoji kama huyu kashapiga kura, tuliambiwa hatuna mamlaka ya kuhoji, na mawakala wangu ilikuwa wakihoji wanatolewa nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi binafsi majira ya saa 4 asubuhi nilimshuhudia mwanamume ambaye alikuwa kavalia nguo za KVZ akiwa na kitambulisho cha kike, na nikakikamata, lakini polisi waliokuwepo nikawaita, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Huo ilikuwa ni mfano tu miongoni mwa mifano ambao nilishuhudia muda huo. Kama ilivyoada, zoezi liliendelea hadi muda wa kufungwa kwa kituo cha kupigia kura, kwa sababu siku ile kituo kilikuwa kimoja. Lakini kama ulivyoagiza, kama kura zihesabiwe baada ya kupigwa tu, hilo jambo halikuwepo na wala hawakuwa na mashirikiano yoyote. Kwa hiyo kura hazikuhesabiwa. Mawakala wangu waliendelea kulala na kura kituoni, lakini majira ya saa 6 usiku vituo vilitawanya kura, kila mmoja kwenye shehia yake. Siku ya pili ya tarehe 29, tarehe 29 kura ya mapema hazikuhesabiwa baadhi ya vituo vilivyo vingi ndani ya jimbo la Micheweni. Vituo vilifunguliwa, watu wakaendelea kupiga kura kwa jinsi ya utaratibu uliokuwepo pale mapema, lakini baadaye zoezi la upigaji kura nalo likaharibika kwa kuletwa watu wale waliopiga kura tarehe 28. Tofauti ni kwamba siku ile walikuwa na uniform, siku ya tarehe 29 hawakuvalishwa uniform. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la kusikitisha kwenye jambo hili ni pale watu walipojitolea nguvu zao kwa ajili ya kuwazuia watu wasipige kura, lakini vyombo vya ulinzi na usalama ndivyo vilivyosimamia kuhakikisha watu wale wamewarejesha kwenye vituo na kuendelea kupiga kura. Kazi hiyo ilisimamiwa ni DSO wa wilaya ya Micheweni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kadri tulipoendelea kumwambia afisa uchaguzi wa jimbo yanayoendelea si haki, lakini aliendelea kutuambia kama mtalalamika baadaye, lakini zaidi tuliendelea kutishwa. Kwa hiyo vitisho vilikuwa vingi. Hilo ilikuwa ndio zoezi la kura lilioenda. Muda wa kufunga kituo, Mheshimiwa Mwenyekiti, vituo vilifungwa saa 10, lakini vilifungwa vituo tu kwamba watu wasipige kura. Maafisa wa tume ya uchaguzi, ambayo kila kituo kimoja ndani ya jimbo la Micheweni na shehia 7, kila kituo kimoja kilikuwa na mwanajeshi ambaye ilikuwa ni msimamizi mkuu wa hicho kituo, na kila kituturi kimoja kilikuwa na KVZ au watu wa serikali wasiopungua 2 au 3 ambao ndio walikuwa ni wasimamizi wa kura. Kwa hiyo baada ya zoezi kufungwa, kura ziliendelea kupigwa ni wasimamizi wa uchaguzi, sio 1 wala 2 wala 3 wala 4, ilikuwa ni uwezo wa mtu binafsi. Kwa mfano, kituo namba 3 Micheweni,
msimamizi wa uchaguzi alipiga kura mpaka akawagawia mawakala wote waliokuwemo kwenye kituo. Wakala wetu sisi akapewa kura 14. Mheshimiwa, zoezi la kuhesabu kura. Zoezi la kuhesabu kura, hakuna kituo chochote ambacho jimbo la Micheweni kura walizihesabu na kutupa fomu. Kwa mfano, mimi nilikuweko Shumba mjini, lakini yako ambao nilishuhudia. Hata tulipodai fomu walituambia bado hawana maelezo kutoka juu. Hakukuwa na utaratibu wowote wa kutupa fomu ya aina yoyote ambayo ilikuwa ina mahusiano na kura kwa mujibu wa sheria za uchaguzi na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Kwa mantiki hiyo, walichokifanya mawakala, yako baadhi ya matokeo ambao waliyapata wao binafsi, lakini si ya fomu ambayo ilikuwa ni uhalisia wa uchaguzi. Baya zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati kura zinahesabiwa, mgombea wa uwakilishi wa jimbo la Micheweni wa Chama cha Mapinduzi alikuwa anakaa kwenye meza huku akiwa na kura mfukoni na akikakanya kwenye sehemu ya kuhesabia kura. Hayo tuliyashuhudia kwa macho yetu. Kwa hiyo hiyo ndio hali ambayo ilikuwa ndani ya jimbo la Micheweni. Hadi tunavyozungumza, hakuna matokeo halisi ambayo tuliyapata ndani ya jimbo la Micheweni. Pamoja na yote hayo, tuna imani jimbo la Micheweni miongoni mwa majimbo ambayo yatarudi kwetu mapema. Mambo yaliyotokezea katika uchaguzi mkuu siku ya tarehe 29 na siku ya tarehe 28 ni hayo yaliyotokezea katika jimbo langu, isipokuwa kuna baadhi ya mambo ambapo sisi labda tuliyapata zaidi kuliko majimbo mengine. Kwa mfano, siku ya tarehe 28 majira ya saa 9 jioni katika kituo cha Shumba Vyamboni, vikosi vya SMZ pamoja na JWTZ walikwenda wakakiteka kituo cha Shumba Vyamboni pamoja na kituo cha Mihogoni. Baada ya hapo wakaletwa mapandikizi kwa magari karibuni mawili. Tulipokwenda mimi na mwenyekiti wa mkoa, ilikuwa tunapitia vile vituo, tukaona kwamba kuna ulinzi mzito wa jeshi pamoja na vikosi vya SMZ wakiwa wana mbwa wakubwa sana, kiasi ya kwamba watu wote wanashindwa kufika katika eneo lile. Badala yake wakawapanga wale mapandikizi mistari, huku nyuma ikawa wao wanawalinda na mitutu ya bunduki wakiwa wana majibwa, kiasi ya kwamba watu wote wanashindwa kufika katika eneo lile pale. Lakini sambamba na hilo, ilipofika majira ya kuhesabu kura sasa, kituo cha Shumba Vyamboni wakaendelea kukiweka katika ulinzi mzito, kiasi ya kwamba mawakala wetu waliwaeka chini ya ulinzi. Tena Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, siku ile ilikuwa ni siku ya mvua, mawakala wetu walitolewa nje, wakawekwa chini ya mchanga kitako, wakaambiwa hawana ruhusa hata ya kutoka kwenda kujisaidia. Wao wamo ndani pamoja na maafisa wa tume wanahesabu kura, wengine wanachana vitabu vingine vya kura, wanaingiza kura zile ambazo wanaingiza kura katika visanduku. Kwa hiyo ndio hali iliyokuwa katika jimbo la Tumbe. Tulipomaliza katika suala zima hili, wakatoka pale wakavisafirisha visanduku kuvitoa katika maeneo ya vituo kuvileka wilayani. Ndugu Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kukuambia kwamba walitoka na visanduku vile saa 3:30 jimbo la Tumbe, walifika navyo Micheweni saa 6 za usiku. Sasa sijui walipita wapi mpaka muda wote huo karibuni masaa 3 wametoa visanduku Tumbe kuvileka Micheweni. Sasa CCM tuizomeeni. Bado twendeni kwa utaratibu. Mimi mtasema CCM, nyinyi ndio mtasomea.
Mara tumekubaliana tuanze. CCM hiyo. CCM leo. CCM leo. Hiyo ni dua moja. Hiyo ni dua, au si dua? Dua ya pili tutakwenda tena kwa pamoja, tukaisoma kwa pamoja vile vile. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani amewalani madhalimu mara twazijua hizo inna illa la yazidi dhalimina illa sizo tatu hizi jamani: khasara, dhalala, mwisho tabara. Narudia tena, ya kwanza khasara, ya pili dhalala, ya tatu hii ni ya maangamizi, hii ya mwisho ni ya maangamizi. Kwanza tena, la yazidi dhalimina illa la yazidi dhalimina illa la yazidi dhalimina illa tabara. Ya mwisho leo sina dua leo ni maangamizi tu. Tumemkabidhi haki yetu sote ambao